Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sada Nasoro, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Muhammad Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yaahidi kuviondoa vikwazo vyote vinavyochangia kukwamisha uendeshaji wa biashara nchini. Viwango vikubwa vya riba chanzo cha baadhi ya wanawake kushindwa kuchukua mikopo ya biashara. Na katika habari za kimataifa, zoezi la kuwahamisha wanajeshi wa Kongo kutoka Goma la anza. Karibu mtazamaji, na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameahidi kuwa serikali kuviondoa vikwazo vyote vinavyochangia kukwamisha uendeshaji wa biashara hapa nchini. Nazia Masinde anaeleza zaidi. Rais Dr. Mwinyi ametoa tamko hilo alipozindua sera ya biashara ya mwaka 2024 na tathmini ya uimarishaji wa mazingira ya biashara Zanzibar Blueprint 2025, hafla iliyofanyika New Amani Hoteli wilayani Mjini. Dr. Mwinyi amebainisha kuwa bado lipo tatizo la kuwepo kwa urasimu, ucheleweshwaji wa watu kufanya biashara zao na utendaji usio na ufanisi kwa baadhi ya watendaji katika sekta ya biashara. Rais Dr. Mwinyi amesema serikali haiwezi kuendelea na watendaji wanaosababisha kuwepo kwa vikwazo katika uendeshwaji wa biashara. Dr. Mwinyi amefafanua kuwa mbali ya kuwepo kwa vikwazo vya kisheria, maingiliano ya kisekta katika utendaji, pia lipo tatizo la utendaji unaokwamisha biashara, jambo ambalo serikali itahakikisha inawatambua watendaji hao na kuwaondoa. Aidha, amewatoa hofu wadau wa taasisi zinazosimamia sekta ya biashara kuwa serikali imedhamiria kuweka mazingira mazuri ya ufanyaji wa biashara. Uandaaji wa sera mpya ya biashara na tathmini ya mazingira ya ufanyaji biashara ni hatua ya kufanikisha ahadi ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 hadi 25, ibara ya 157 inayoitaka serikali kuweka mazingira mazuri ya ufanyaji wa biashara. Hivyo, sera ya biashara ya mwaka 2024 ni matokeo ya mapitio ya sera ya biashara ya mwaka 2006. Sera hii mpya imelenga kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wanakuwa na uwanja mpana wa kufanya biashara zao kiushindani na kuweza kushiriki vizuri katika kufanya biashara kwenye masoko ya ndani na nje ya nchi, sambamba na kuongeza ushindani wa mauzo nje ya nchi ili kuongeza wigo wa bidhaa kufikia masoko mapya. Naye Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda Omari Saidi Shaban amesema uzinduzi wa sera hiyo ni safari muhimu ya kukuza uchumi, biashara na viwanda pamoja na kuimarisha maisha ya wananchi, kwani tayari imeonyesha udhaifu na maeneo ya kibiashara yanayohitaji utatuzi wa kina. Naamini ikiwa kila mmoja wetu atatekeleza ipasavyo wajibu wake kwenye sera hii tunayoizindua, lakini pia kwenye tathmini hii tunayoifanya, basi tutafikia malengo haya. Na umuhimu, Mheshimiwa, wa nyaraka hizi ambazo utazizindua leo wewe hapa, sio mapungufu yanayoainishwa kwenye nyaraka hizi, bali umuhimu wake ni faida kubwa zitakazopatikana kwa nchi yetu iwapo kila mmoja atatekeleza wajibu wake ipasavyo. Tuna advantage kubwa, na Mheshimiwa Rais, niseme wazi, tunapozindua na tunapoanza safari hii, mtaji mkubwa tunaoanza nao katika utekelezaji wa sera na tathmini hii ni utashi wako wa kisiasa uliokuwa nao, Mheshimiwa Rais. Kwa upande wake, Waziri wa Viwanda na Biashara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Suleiman Said Jafo amesema sera hiyo ni mwanzo mzuri wa kulifikia soko la nchi za SADC lenye idadi ya watu milioni 450 na soko la Afrika lenye watu bilioni 1.4 kwa ajili ya kupata masoko. Leo hii tunapofanya uzinduzi wa sera hii muhimu sana hapa Zanzibar, tufahamu tukifungua hiyo vizuri, tuna soko kubwa ambalo liko mbele yetu, 1.4 billion people, soko la Afrika ambao nimemwona ndugu yangu Omari akizungumzia katika klipu yake pale video. Lakini soko la SADC vile vile, sisi members zaidi ya watu milioni 450, yote ni fursa kubwa. Kwa hiyo tufahamu kwamba hili linalofanyika hapa lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inasonga mbele kwa amani na utulivu. Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema Tanzania iko tayari kushirikiana na wadau mbalimbali zikiwemo serikali, mashirika ya kimataifa, sekta binafsi na asasi za kiraia ili kutafsiri kwa vitendo ahadi za Beijing
+30 kuelekea mkutano wa 4 wa kimataifa kuhusu ufadhili wa maendeleo FFD4 utakaofanyika kuanzia tarehe 30 Juni hadi 3 Julai mwaka huu Sevilla nchini Uhispania. Rachel Chacha anayo taarifa zaidi. Dr. Nchemba amesema hayo jijini New York nchini Marekani aliposhiriki mjadala ulioandaliwa na taasisi ya kimataifa inayojihusisha na masuala ya usawa wa kijinsia UN Women. Mjadala huo ulijikita kujadili namna ya kupata fedha kwa ajili ya kupunguza na kuondoa kabisa pengo la kijinsia katika uchumi na kuwezesha wanawake kujikwamua kiuchumi, wenye kauli mbiu isemayo kutoka Beijing hadi FFD4, kuunganisha ahadi kupitia ushirikiano wa wadau kwa usawa wa kijinsia, uwezeshaji wa uchumi wa wanawake na maendeleo endelevu. Aidha, amezitaja baadhi ya hatua zilizochukuliwa na serikali katika kuwawezesha wanawake na makundi mengine kiuchumi, kuwa ni pamoja na kuwekeza katika elimu bora kwa wasichana hasa wa maeneo ya vijijini, kuwezesha upatikanaji wa huduma za kifedha kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kupitia mfuko wa maendeleo ya wanawake WDF na mfuko wa maendeleo ya vijana YDF. Dr. Nchemba amesema kuwa serikali inatoa msaada wa kisheria bure kupitia kampeni ya Mama Samia Legal Aid ambayo hadi Februari 2025 ilikuwa inatoa msaada wa kisheria kwa wanawake zaidi ya 600,000. Tanzania has succeeded in investing to access to quality education to girls, especially in rural communities, and seriously there has been a big change. I'm privileged today. I'm together with my classmate, Dr. Mtenga. We are together at the college for undergraduate studies and master's studies. During those days, in a classroom, we had 3 girls, you can imagine. But as for now, as we speak today, it is over 50% in almost every class. In every class, over 50% they are girls. So that means the initiative which have been taken by the government, they have been giving fruits, and that one multiplies to access to other opportunities, even in accessing jobs and others. Kwa upande wake, mkurugenzi wa sera program division ya ushirikiano wa kimataifa Bi Sarah Hendricks amesema kuwa suala la kuwawezesha wanawake kiuchumi linapaswa kuwa ajenda ya kudumu ya mataifa mbalimbali, hususan ya Kiafrika, ili kujenga jamii yenye nguvu ya kiuchumi kupitia uwekezaji wa mitaji, elimu, biashara na kuwawezesha kufikia masoko kwa njia ya kidigitali. In education, in public services, the very services that women and girls demand, the very services that would make a significant life-changing opportunity in women and girls' lives. And so we know that we can and must reverse these trends. And it is this FFD4 process that must lead to a fairer, more just conclusion, one that leaves no one behind. It's our belief that it must drive better economic policies towards gender transformative economic policies that really improve the structural conditions for achieving gender equality. The Sevilla Action Agenda must address social and economic barriers, really leverage innovation and technology, including investment in women's digital and financial capabilities, so that women entrepreneurs can create and sustain their own businesses. Serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais inatarajia kutekeleza mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika jamii za Wazanzibari zilizoathiriwa na maji chumvi na kukosa maji baridi. Kutoka Dodoma, taarifa hiyo inasomwa na Nancy Ibrahim. Hayo yamesemwa leo April 30 na naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamisi Hamza Hamisi bungeni jijini Dodoma, wakati akijibu swali la mbunge wa Gando Musa Omar Salim aliyetaka kujua ni lini ahadi ya serikali ya kuzuia maji chumvi kuingia katika bonde la Mpanja Gando itatekelezwa. Akijibu swali hilo, naibu waziri Hamisi amesema ofisi hiyo kupitia Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC imeandaa maandiko 4 ya miradi yenye thamani ya dola za Marekani milioni 10. Amefafanua kwamba maandiko yaliyoandaliwa tayari yameshawasilishwa kwenye mfuko wa kimataifa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi Adaptation Fund na Benki ya Dunia WB kwa ajili ya hatua zaidi. Hata hivyo, amesema shughuli
shughuli za kuzuia maji chumvi katika bonde la Mpanja Gando zitaanza kutekelezwa baada ya fedha kupatikana kupitia miradi hiyo ili wananchi wa maeneo hayo waweze kuendelea na shughuli zao. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na changamoto za athari ya mabadiliko ya tabia nchi zinazochangia kuongezeka kwa kina cha bahari kunakosababisha maji ya chumvi kuingia katika bonde la Mpanja Gando. Hatua hizo ni pamoja na kuendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kusaidia kurejesha maeneo yaliyoathirika kwa kuandaa maandiko ya miradi na kuwasilisha kwa wadau wa maendeleo ikiwemo mfuko wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi yani Adaptation Fund na Benki ya Dunia. Kwa muktadha huo, shughuli za kuzuia maji ya chumvi katika bonde la Mpanja Gando zitaanza kutekelezwa baada ya fedha kupatikana kupitia miradi hiyo ili wananchi wa maeneo hayo waweze kuendelea na shughuli zao. Katika swali la nyongeza kuhusu iwapo katika maandiko hayo serikali inaweza kutoa kipaumbele na kuweka bajeti katika jimbo la Gando ili kuwalinda wananchi na mashamba yaliyoathiriwa kwa kujaa maji, Naibu Waziri Hamisi amesema mchakato wa kuihusisha ithibati hiyo unaendelea, hivyo utekelezaji wa miradi utaanza baada ya NEMC kupata ithibati na miradi hiyo kufanyiwa mapitio kwa ajili ya upatikanaji wa fedha hizo. Inakumbukwa kuwa mfuko wa kimataifa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi umekuwa ukitoa fedha kwa ajili ya kufadhili miradi mbalimbali ya hifadhi ya mazingira katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na mataifa jirani zikiwemo nchi za Afrika Mashariki katika kukuza sekta ya sanaa na utamaduni, huku akitaka sekta ya fedha kuendelea kuwekeza katika sekta hiyo ili kukuza sekta hiyo inayoajiri mamilioni ya vijana barani Afrika. Godluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa kuhitimisha maonyesho ya kimataifa ya kazi za sanaa na utamaduni, Waziri Profesa Kabudi amesema kazi za sanaa na utamaduni katika mataifa ya Afrika Mashariki imeendelea kukua siku hadi siku. Hivyo uwepo wa maonyesho hayo unapaswa kuwa fursa kwa wanasanaa waweze kuyatumia kwa ajili ya kutafuta masoko mapya pamoja na kuboresha kazi hizo ili zishindane na kazi za kimataifa kutoka nje ya bara la Afrika. Nimetembelea mabanda mbalimbali. Nimeona kazi kubwa mnayoifanya. Kwa hiyo tuendelee na moyo huu wa kuonyesha bidhaa zetu. Moja ya umuhimu wa maonesho kama haya, kwanza ni kuonesha bidhaa tunazotengeneza. La pili kutusaidia kupata masoko ya kuweza kuuza bidhaa hizo. Kwa mimi naamini katika huu muda ambao mmekuwa pamoja, mmebadilishana uzoefu, lakini mmejenga mtandao wa watu ambao pamoja baadaye mtafanya biashara pamoja. Na sisi kama serikali tunawaahidi kwamba maonesho haya yajayo tutayaboresha vizuri zaidi. Lakini pia nimeipenda kauli mbiu ya maonyesho haya ya utamaduni na sanaa ni biashara, tushiriki kamilifu. Kauli mbiu hii inaasisi kabisa na kwa dhati maneno ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo yeye anaendelea kuifungua nchi yetu, kutafutia bidhaa zetu masoko nje, na kwa kufanya hivyo ametusaidia sana katika kutangaza sekta ya utamaduni na sanaa. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu mfuko wa sanaa na utamaduni nchini Nyakao Maemba amesema katika maonyesho hayo ya kwanza kufanyika nchini, jumla mataifa yaliyoshiriki ni 4 ikiwemo Burundi, Kenya na Rwanda, huku yakihusisha taasisi 38 sanjari na wajasiriamali 90, yakiwa yameanza tarehe 24 na kufungwa siku ya leo, huku yakishuhudia kazi mbalimbali za sanaa na utamaduni kutoka katika mataifa walioshiriki. Katika kipindi cha maonesho tumeshuhudia shughuli mbalimbali zenye tija kama elimu na fursa za mikopo, urasimishaji wa biashara, huduma za bima, huduma za vitambulisho vya taifa, utalii na uhifadhi wa mazingira, utunzaji wa rasilimali misitu, maadili kwa wasanii, matumizi fasaha ya lugha ya Kiswahili, masoko na tehama, utunzwaji na urithishaji wa utamaduni wa Mtanzania, haki miliki na haki shiriki, pamoja na fedha na uwekezaji. Huduma hizi zimekuwa msaada mkubwa kwa washiriki katika kukuza uelewa katika maeneo mahususi na kuimarisha kibiashara zaidi.
Na baadhi ya washiriki wa maonyesho hayo wakiwemo kutoka nchi ya Burundi pamoja na mfuko wa taifa wa elimu ulio chini ya mamlaka ya elimu nchini wamesema maonyesho hayo yamekuwa na tija kwa wajasiriamali wa kazi za sanaa na utamaduni licha ya uwepo wa changamoto ya mvua. Maonyesho haya ni mazuri, ni maonyesho yanayovutia. Ninawashauri pia Watanzania tunaposikia fursa kama hizi kwamba kuna maonyesho, ni vyema tukasogea kwenye eneo husika ili tuweze kujifunza na tuone ni namna gani wenzetu wanafanya na sisi tujifunze. Kwamba wakifika hapa wataangalia nani anafanya nini na mimi niweze kuchukua kitu gani niweze kukifanyia. Tunaweza tukasema kwamba ajira hakuna, lakini tuna fursa nyingi sana ambazo tunaweza tukaingizia kipato. Maonyesho nimeona ni mazuri, lakini tumekutwa na changamoto kidogo. Tumekutwa na changamoto ya kiwanja, mvua ilinyesha sana, vitu vikaloana. Lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu, lakini kitu kingine hawajaarika watu wengi wakuja hapa. Mizigo inabaki ni mingi sana. Lakini kwa yote tunamshukuru Mungu. Makamu mwenyekiti wa baraza la madiwani halmashauri ya wilaya Geita Khadija Said amesema ana matumaini kuwa serikali kwa kushirikiana na wataalamu wake itaendelea kushughulikia changamoto za maendeleo katika kata mbalimbali sanjari na kuongeza mapato ya halmashauri hiyo. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Geita inaeleza zaidi. Khadija ameyasema hayo katika mkutano wa kawaida wa baraza la madiwani kwa kipindi cha robo ya 3 ya mwaka wa fedha 2024-2025 ambapo madiwani kutoka kata 37 za halmashauri hiyo waliwasilisha taarifa za utekelezaji wa shughuli za maendeleo kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2025. Amesema serikali imeendelea kushirikiana na wataalamu kuhakikisha changamoto kama vile miundombinu ya barabara, maji, umeme na ukusanyaji wa mapato zinatatuliwa kwa ufanisi. Lakini na imani wataalamu wetu ni wasikivu na serikali yetu ni sikivu, na kuna changamoto mbalimbali ambazo ziko humu kwenye haya makablasha, na imani zitaendelea kutatuliwa taratibu kulingana na bajeti yetu inavyotengwa na halmashauri yetu. Wakati huo baadhi ya madiwani akiwemo diwani wa kata ya Bukori Faraji Sefu pamoja na diwani wa viti maalum Maimuna Mingisi wameelezea kuridhishwa kwao na taarifa za utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika kata zao, wakisema kuwa kuna mwelekeo mzuri wa mafanikio katika utekelezaji huo. Kuwa ziko changamoto baadhi ambazo zinasababishwa kwanza na ukubwa wa jimbo, wingi wa kata, halmashauri na mgawanyo wa majimbo mawili. Kwa hiyo halmashauri yetu ina majimbo mawili, jimbo la Bugando au la Geita, lakini pia na jimbo la Busanda. Kwa hiyo unakuta population ni kubwa kutokana na idadi ya watu, ukubwa wa eneo. Kwa hiyo jiografia yake iko hivyo. Ziko changamoto mbalimbali, lakini zinaendelea kutekelezwa kwa sababu bajeti inakuja kwa kila robo na bajeti inakuja tunapanga sisi wenyewe kila mwaka. Kwa hiyo tunaendelea kutekeleza, ziko shughuli ambazo tunazikamilishia. Kwa mfano kuna miradi ya maji. Halmashauri yetu ni kubwa sana, ina kata 37. Kwa hiyo tukipata pesa za ruzuku, pesa za mapato ya ndani, tukianza kugawana, lazima kata ya Rudete tubaki na changamoto, kwa sababu ni kata yenye population kubwa sana ya watu na ni kata yenye jiografia pana sana. Ukiangalia barabara moja ya rami inayoenda kwenye hospitali yetu ambayo tulipewa na Magufuli na Mama Samia amekuja kuiendeleza, ni barabara ya rami iliyochukua pesa nyingi sana. Tungekuwa tunagawa kama kata zingine au Nkome, tungekuwa na barabara hata 10. Lakini kwa sababu sisi ni mjini, population ni kubwa na tunafanya maendeleo makali chini ya Mheshimiwa Rais wetu, unaona bado tuna changamoto ya barabara zingine za pembeni. Kwa ujumla, baraza hilo limeelezea dhamira yake ya kuendelea kushirikiana na serikali kuu kuhakikisha wananchi wa Geita wanapata huduma bora za kijamii kupitia miradi endelevu ya maendeleo. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Dr. Charles Mahera amewataka walimu, wazazi pamoja na walezi nchi nzima kuhakikisha kwamba wanaweka mipango madhubuti ambayo itaweza kuwalinda na kuwatunza watoto na wanafunzi kwa lengo ikiwa ni sehemu ya kupambana na wimbi la vitendo vya unyanyasaji na ukatili ili waweze kusoma katika mazingira ya usalama na amani. Taarifa ya mwanahabari wetu Victor Masangu inasomwa na Nezia Masinde. Dr. Mahera ameyasema hayo wakati akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI wakati wa kufunga rasmi mafunzo ya matumizi bora na salama ya vifaa vya TEHAMA kwa walimu wa shule za msingi yanayotekelezwa kupitia mradi wa kuboresha elimu ya awali na msingi ambayo yamefanyika katika ukumbi wa Shirika la Elimu Kibaha mkoani Pwani na kushirikisha jumla ya walimu wapatao 1800 kutoka mikoa 4 ya Tanzania bara. Kuongezeka kwa ufahamu wa jamii
kuhusu masuala ya usalama wa mtoto hapo nyumbani, sababu ina nadhani wale kusaidia hali ya boost hapo tumefanya vizuri. Tunapenda watoto wetu waendelee kuwa katika mazingira ya amani. Kwa hiyo si tu shuleni, nyumbani pia na njiani, ndio maana tunakuwa na wazazi na walimu wanashirikiana kwa pamoja. Kwa upande wake mkurugenzi msaidizi wa elimu ya awali na msingi kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, Susan Nusu, amebainisha kwamba kati ya halmashauri 184 wamejitahidi zimefanikiwa kupata fursa ya kupelekewa vifaa hivyo vya TEHAMA, ambapo walimu nao wamenufaika na kupatiwa mafunzo. Kati ya halmashauri 184 ni at least kila halmashauri imeguswa, ina shule zaidi ya 1, 2, 3. Kwa hiyo ni tarajio la afisa elimu wetu wa wilaya na yule tunamuita DICTO, District Information Communication Officer, na wale wataalamu wenzetu wa TEHAMA wote waliopo katika ngazi ya halmashauri wakishirikiana na walimu hao, sitarajii tena kwamba tutaona kigugumizi cha upatikanaji wa taarifa na maarifa ya TEHAMA. Niko sahihi au nakosea? Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo ya TEHAMA wameishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuweza kuona umuhimu wa kuwapa ujuzi wa kufundisha teknolojia na kuahidi kwenda kufanyia katika weledi katika swala zima la utekelezaji wa majukumu yao katika kuboresha elimu. Mafunzo haya yameweza kutubadilisha zile attitude za zamani kwenda sasa kidigitali. Kwa mfano, tulikuwa wengi hatujui utekelezaji wa template za matokeo. Sasa nina uwezo wa kutengeneza template ya matokeo, kujua formula na kuifungua na kupanga matokeo inavyotakiwa. Tulikuwa hatujui na matumizi ya Google Class. Sasa nina uwezo wa kutumia Google Class kufundisha. Nashukuru kwa mafunzo haya. Binafsi sikutegemea kama yatakuwa kwa ukubwa huu, lakini nashukuru sana kwa sababu dunia inapoenda ndo mafunzo tuliyoyapata. Kizazi chetu uko mbele ni technology ndo inayoendelea. Kwa kikubwa tuliojifunza ni ya kwenda kuendeleza kule kwa ajili ya watoto wetu, wale wanafunzi tunaowafundisha waendane na teknolojia jinsi inavyoenda. Mafunzo hayo ya TEHAMA yameshirikisha walimu wapatao 1800 na yamewashirikisha washiriki mbalimbali kutoka mikoa ya Geita, Tabora, Simiyu pamoja na Kagera, ambapo lengo lake ni kuongeza viwango vya sifa za walimu kuanzia elimu ya awali hadi sekondari. Wasimamizi wa uandishi na uboreshaji wa daftari la wapiga kura kwa awamu ya pili wilayani Mbarali wamepewa mafunzo ya kula kiapo kwa ajili ya kusimamia zoezi hilo ambalo linatarajiwa kuanza tarehe 1 Mei hadi tarehe 7 Mei mwaka huu. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Ofisa uandikishaji jimbo la Mbarali Glory Komba amesema hayo wakati wa utoaji wa elimu kwa wasimamizi hao ili kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura kwa wananchi ambao hawakujiandikisha au hawakuweza kurekebisha taarifa zao katika zoezi la awali. Glory Komba amesema zoezi hilo litafanyika tarehe 1 Mei hadi 7 Mei katika wilaya Mbarali. Kutakuwa na vituo 30 kati ya kata 20 ambapo vituo hivyo vitafunguliwa saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni na kuwataka wananchi kujitokeza kushiriki zoezi hilo. Leo tumekuwa na mafunzo kwa ajili ya maafisa waandikishaji wasaidizi pamoja na waendesha vifaa vya BVR biometric. Tutawafundisha leo namna ya kusimamia hilo zoezi na waandikishaji hawa wamekula kiapo. Kiapo hicho ni kwa ajili ya kusimamia taratibu zote ambazo zimewekwa na ni takwa la kisheria kula kiapo. Kwa hiyo tutakuwa na watendakazi kule ambao wamekula kiapo kwa mujibu wa sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, na kama kuna lolote litatokea katika maeneo yetu basi wataweza kulitatua na kuhakikisha wanalitekeleza ipasavyo. Wale ambao hawakuwepo kwa namna moja nyingine katika zoezi la awali, basi tunawaalika katika vituo vyetu waweze kujiandikisha ili kuweza kujitendea haki, kwa sababu swala la kupiga kura ni haki ya msingi ya kila mwananchi ambaye ana umri wa miaka 18 na kuendelea. Nao wasimamizi waliopata mafunzo hayo wamesema naahidi kufanya kazi kwa uaminifu, kwani kupiga kura ni haki ya kila mwananchi aliyekidhi vigezo hivyo. Mimi naahidi kufanya kazi vizuri kwa uadilifu na kwa uaminifu pasipo upendeleo aina yoyote kwa wananchi wote wenye sifa ya kujiandikisha, wale ambao wamehamia, wahamiaji wa maeneo tofauti tofauti, na wale ambao wametimiza umri huo, na kuwaondoa wale ambao wamefariki. Wananchi lazima waelewe umuhimu wa zoezi hili kwamba
hataweza kupiga kura kama hana hichi kitambulisho. Kwa hichi kitambulisho ni muhimu kwake, kwanza kumwezesha kufahamu kama Mtanzania, lakini pia atakapokuwa na hichi kitambulisho manake tutamtambua na sifa zile zinazotakiwa za yeye kupiga kura. Kwa upande wake, Pamela Chahe ambaye pia ni msimamizi wa zoezi hilo amesema wananchi wanapaswa kujitokeza, kwani kujiandikisha na kurekebisha tofauti ni kigezo muhimu cha wananchi kupiga kura. Wananchi ambao wana sifa ya kupiga kura lakini hawakupata fursa ya kujiandikisha katika ile awamu ya mwanzo, na sasa tume imeona kuna haja ya kuendesha hii huduma ya uandikishaji ili pia wananchi wajiandikishe wapate fursa, ili itapofika mwezi Oktoba 2025 wapate fursa ya kushiriki uchaguzi. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Chuo cha Taifa cha Utalii kimesema kuwa kitaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali katika kuimarisha sekta ya utalii, hususan utalii wa kuboresha huduma za afya ili ziendane na viwango vya kimataifa, hali itakayosaidia kukuza ustawi endelevu kwa taifa. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza katika hafla ya kuingia makubaliano ya ushirikiano baina ya chuo hicho na taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete, mkuu wa chuo hicho Dr. Florian Mtei amebainisha kuwa chuo hicho kitaendelea kuzalisha watoa huduma wenye weledi, ambapo pia ameongeza kuwa ushirikiano huo utawajengea uwezo wa wataalamu waliopo katika sekta ya utalii. Tumekutana hapa kushuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano kati ya taasisi hizi mbili zikiwa na malengo yafuatayo. Ya kwanza ni kufanya utafiti wa pamoja na kuandaa machapisho kuhusu utalii wa matibabu. Lakini lengo lingine ni kujengeana uwezo katika masuala ya utalii wa kimatibabu. Lakini eneo lingine ni fursa za mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wetu wa Chuo cha Taifa cha Utalii, lakini pia kuandaa na kutoa programu za mafunzo katika eneo la ukarimu na huduma kwa wateja, lakini pia kuwajengea uwezo wa watumishi hususan wanaowajibika na huduma za mapokezi, lakini pia kuendesha programu za kuwafikia watalii na wanajamii kuhusu msaada wa kiafya. Na eneo la mwisho ni maeneo mengine yote ambayo tutaona tunaweza kufanya yenye faida kwa pande zote mbili. Wale watalii wanapokuja wawe ni watalii wa tiba, medical tourism, wanaokuja JKCI, hospitali ya taifa Muhimbili na maeneo mengine, wanapofika kwenye maeneo haya wanapokelewa na watu wa aina gani? Kwa sababu tunapozungumza watalii wapo categories tofauti. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI Dr. Peter Kisenge amesema ushirikiano huo utawezesha kuunga mkono juhudi za serikali katika kukuza sekta ya utalii, hususan utalii tiba, kwa kusaidia ufanyaji wa tafiti zitakazosaidia kujibu changamoto zinazoikabili sekta ya utalii, hasa utalii tiba nchini. Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete tunapokea zaidi ya nchi 20 zinakuja, hata including nchi zingine za Ulaya ambao wanakuja kutibiwa hapa kwenye taasisi hii wanapopata matatizo kwa katika masuala yao ya utalii. Kwa hiyo tunategemea sana kupata watalii, na watalii ambao watakuja wataridhika zaidi kuja Tanzania kama wakiwa na uhakika na afya yao, yani ile tunaita health security. Sasa nyinyi mnahusika kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu mnawaelimisha watu kama wale tour guiders, lakini vile vile mnatoa elimu kwenye masuala ya customer care na mambo ya hospitality, ambayo ili tuikuwe kwenye hiyo hali tunahitaji sana kuwa na customer care ambao wanajua jinsi ya kuwahudumia watu. Waandishi wasaidizi, uboreshaji wa daftari la kupiga kura awamu ya pili, na waendesha vifaa vya biometric katika halmashauri ya Nsimbo na manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wametakiwa kujiepusha na masuala ya rushwa na tamaa katika utekelezaji wa zoezi la kuboresha daftari hilo. Neema Hussein anayo taarifa zaidi. Ni kiapo kwa waandishi wasaidizi, uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura na waendesha vifaa vya biometric katika halmashauri ya Nsimbo na manispaa ya Mpanda, kilichoambatana na mafunzo yatakayowasaidia kuwaongoza katika zoezi la uboreshaji wa daftari hilo. Deodatus Kangu ni afisa mwandikishaji jimbo la Mpanda mjini, ambapo amewataka maafisa hao kujiepusha na vitendo vya rushwa, huku afisa mwandikishaji jimbo la Nsimbo Adolf Semindu akidai matumaini yake ni kuona zoezi linafanyika kwa ufanisi kulingana na mafunzo yaliyotolewa. Katika kutekeleza wajibu wenu, hakikisheni mnazingatia viwango vya kitaifa vya huduma kwa mteja
Toeni huduma kwa ufanisi, epukeni upendeleo wa aina yoyote, mjiepushe na vitendo vya rushwa na tamaa. Mtambue kuwa baada ya mafunzo nyie ndio mtahusika katika uandikishaji wa wapiga kura vituoni. Hivyo ni vyema mkawa makini na kuzingatia mafunzo yatakayotolewa na wanafunzi katika semina hii ili kufanikisha zoezi hili kwa ufanisi. Asna Omari ni mjumbe kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, amewakumbusha maafisa hao kila wanachoenda kufanya ni kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo iliyotolewa na tume. Mratibu wa mkoa, afisa mwandikishaji na timu zao zote hazitokuwepo vituoni. Nyinyi ndio mnaenda kuwa vituoni. Lugha ambazo mnaenda kutumia, lakini na elimu. Ukimhudumia mtu mmoja ukampa elimu ambaye amekuja tu, mwingine atasema mimi nimesikia kuna zoezi nimekuja. Ukimwelimisha ukachukua sekunde 30 mpaka 40 ukamwelimisha yule mmoja, believe you me, anaenda kuelimisha watu wengi sana huko nyuma yake na atakuwa amekurahisishia kazi badala ya kumwambia toka uhusiki. Kwa upande wao, wanufaika wa mafunzo hayo wameahidi kufanya kazi kwa weledi na kuzingatia sheria na taratibu zote zilizowekwa. Swala ni kuzingatia sheria na taratibu za uboreshaji wa daftari. Usiwe na upendeleo au kuingiza itikadi ya vyama katika zoezi hili. Kwa pamoja kama kuna maelekezo ya serikali, lakini bado commitment ya mtu binafsi, namna alipopokea maelekezo yatapelekea zoezi hili kufanyika pasipo kukwama. Tumejiandaa vizuri kutokana na mafunzo ambayo tunayapata hapa sasa hivi, na tunaahidi kwenda kufanya kazi kwa kufuata kanuni na taratibu zilizowekwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura awamu ya pili linatarajiwa kuanza Mei Mosi hadi 7 mkoani Katavi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Sada Nasor. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Viwango vikubwa vya riba chanzo cha baadhi ya wanawake kushindwa kuchukua mikopo ya biashara.